Mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu ameruhusiwa kutoka ndani ya kizimba cha mtuhumiwa katika mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam wakati wa usikilizaji wa shauri lake la kikatiba lililofunguliwa na mawakili wake dhidi ya mamlaka ya magereza. Akizungumza mahakamani hapo jijini Dar es Salaam, Tundu Antipas Lissu ametangaza pia kuwa atakuwepo kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Chama cha Demokrasia na Maendeleo uliopangwa kufanyika tarehe 15 Septemba mwaka 2026, huku akiomba Watanzania na makada wa chama hicho kuendelea kuchangia fedha za kuwezesha mkutano huo wa chama anachokiita Chama cha Ukombozi. Hatua hiyo ya Mahakama Kuu kuruhusu kiongozi huyo wa upinzani kukaa kwenye viti vya kawaida na meza badala ya kisimba cha watuhumiwa imeleta hisia na mijadala mipana kote nchini miongoni mwa wanachama, wafuasi na wananchi kwa jumla. Usikilizwaji wa shauri hilo ulianza tarehe 20 Julai na kuendelea tarehe 21 Julai mwaka 2026, ambapo mawakili wa Tundu Antipas Lissu waliwasilisha malalamiko rasmi dhidi ya mamlaka ya magereza kuhusu vikwazo wanavyokumbana navyo wanapotaka kukutana na mteja wao. Upande wa utetezi umeeleza kuwa maofisa wa magereza wamekuwa wakizuia fursa za mawakili kuonana na Tundu Antipas Lissu kwa wakati, na wanapopewa fursa hiyo hutozwa masharti ya kuongea kwa njia ya simu kupitia kioo, huku maofisa hao wakisikiliza mazungumzo yao. Mawakili hao wanasisitiza kuwa vitendo hivyo vinakiuka haki ya msingi ya kikatiba inayompa mtuhumiwa fursa ya kuwasiliana kwa faragha na wanasheria wake ili kupanga mwenendo wa kesi bila kuingiliwa au kusikilizwa kwa maofisa na wa serikali. Katika usikilizaji wa hivi karibuni, Mahakama Kuu ilibadili utaratibu wa kawaida kwa kumruhusu Tundu Antipas Lissu kutoka kwenye kizimba kilichozungukwa na ulinzi mzito wa maofisa wa magereza na badala yake akaketi kwenye viti vya kawaida na meza pamoja na mawakili wake. Kiongozi huyo alipewa uhuru wa kuzungumza, kunong'onezana na hata kusalimiana kwa mikono na timu yake ya wanasheria, tofauti na utaratibu wa awali katika kesi yake ya uhaini ambapo mawakili walilazimika kuzungumza naye kwa sauti ya mbali kutoka nje ya kizimba. Mabadiliko haya ya kiutendaji ndani ya chumba cha mahakama yanaonekana na wengi kama hatua muhimu katika kuhakikisha haki za mtuhumiwa zinalindwa wakati mchakato wa kisheria ukiendelea. Mbali na tukio hilo la mahakama, kauli ya Tundu Antipas Lissu kuhusu kushiriki kwake katika Baraza Kuu la Chama cha Demokrasia na Maendeleo tarehe 15 Septemba mwaka 2026 imeibua hisia kubwa za kisiasa. Kauli hiyo imetolewa ikiwa zimebaki takriban siku 57 kuelekea tarehe ya mkutano huo, jambo linalotafsiriwa na wafuasi wake kama msimamo wa kijasiri na matumaini ya kuachiwa huru kabla ya siku hiyo kufika. Mikutano ya viongozi wa kitaifa wa vyama vya siasa huhitaji uwepo wa wakuu wa taasisi hizo, na bila kuachiliwa huru, Tundu Lissu atakuwa na uwezo wa kushiriki au kuongoza Baraza Kuu la chama chake ambalo ni chombo kikuu cha maamuzi ndani ya Chadema. Wakati huo huo, Tundu Antipas Lissu amewataka Watanzania kuendelea kuchangia kampeni ya kifedha iliyopewa jina la Marathon inayolenga kukusanya kiasi cha shilingi milioni 334 za Kitanzania kwa ajili ya kufanikisha maandalizi na uendeshaji wa Baraza Kuu hilo. Mpaka sasa wananchi na makada wa chama hicho wameonyesha mjitokezo mkubwa na kuchangia zaidi ya shilingi milioni 160 ndani ya kipindi cha siku 10 pekee tangu kusunduliwa kwa kampeni hiyo. Michango hiyo inaendelea kukusanywa kote nchini ili kufikia lengo linalowekwa na uongozi wa kitaifa wa chama hicho cha upinzani. Kesi
zinazomkabili Tundu Antipas Lissu ni mashitaka ya jinai yanayoendeshwa na Jamhuri kupitia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka yani DPP pamoja na mkurugenzi wa makosa ya jinai yani DCI ambao wanasimamia mahakamani kwa niaba ya wananchi wa Tanzania. Katika mfumo wa kisheria wa Tanzania, katiba inampa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan mamlaka ya kikatiba ya kuelekeza kuvutwa kwa shauri lolote la jinai lililopo mahakamani dhidi ya Jamhuri. Ikiwa mkurugenzi wa mashtaka atawasilisha taarifa mahakamani kuwa Jamhuri haina nia ya kuendelea na shauri hilo, Tundu Lissu ataachiliwa huru mara moja dhidi ya mashitaka yanayomkabili. Baadhi ya wananchi na viongozi wa kijamii wameeleza mitazamo yao kuwa kuendelea kwa kesi hiyo kunatumia rasilimali nyingi za fedha za kiserikali, kunapoteza muda wa vyombo vya sheria na kunaathiri taswira ya nchi kimataifa kutokana na mtazamo kuwa mashitaka hayo yana msingi wa kisheria. Waziri mstaafu Profesa Anna Tibaijuka ni miongoni mwa viongozi waliowahi kutoa wito hadharani kwa Rais Samia Suluhu Hassan kutumia mamlaka yake ya kikatiba na kumwachilia huru Tundu Antipas Lissu ili kupunguza mvutano wa kisiasa na kuimarisha amani nchini. Uendeshaji wa mashitaka haya makubwa yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu na mashirika ya haki za binadamu, wanasheria na wanasiasa ndani na nje ya Tanzania. Hatua ya Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kutoa nafuu ya kiutaratibu kwa Tundu Antipas Lissu kukaa nje ya kizimba na kuwasiliana kwa karibu na mawakili wake unaonyesha mabadiliko katika uendeshaji wa shauri hilo la kikatiba. Taratibu za kisheria zinazotarajiwa kuendelea mahakamani, papo huko umakini wa umma ukielekezwa kwenye maamuzi yatakayotolewa kuhusu haki za mawakili na mteja wao pamoja na mwelekeo wa kesi kuu ya jinai inayomkabili kiongozi huyo wa upinzani. Hata hivyo, katika kusaka ushauri wa katiba na taifa, mawakili wa rais wa muungano wa nchi ya Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wanabaki kupanga mikakati ya kujibu makali yaliyoibuliwa na mawakili wa Tundu Lissu siku mbili ambazo zimepita, huku shauri hilo likitarajiwa kukamilika ili kuwapa nafasi watetezi wa serikali kujibu mabigo hayo. Tundu Antipas Lissu kutoa uhakikisho na kutoa wito kwa Watanzania kuzidi kuchangia kwa michango inayoendelea ili kufadhili miundombinu na maendeleo ya kisiasa ya chama cha Chadema ni ishara tosha kwamba yeye bado ana imani kuwa chama chake ndicho chama pekee cha kuleta mabadiliko Tanzania.